Yes, mashabiki wa Simba Sport Club wameonekana kukatishwa tamaa sana na klabu ya Simba baada tu ya kuweza kupoteza pambano la pili ambalo limechezwa dhidi ya Marlin. Sasa by the way, Simba Sport Club imecheza game mbili hadi sasa kuelekea katika robo final. Manake pia Simba inatarajiwa kuweza kufanya vizuri kwenye huo upande wa game sita ambazo zitakiwa zikichezwa vizuri. Simba Sport Club wakifanya vizuri basi wataweza kuingia katika au kufuzu katika hatua ya robo finali. Sasa mashabiki wameacha midomo wazi baada ya Simba Sport Club kuweza kupoteza kwa mara ya pili tena, ambako mara nyingi watu hawakutegemea kabisa au hawakudhania kama maybe Simba ongeza kupoteza dhidi ya Malians. Bana, kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea nchini Mali ni kwamba tu Simba wamepoteza moja kwa moja, hivyo imekuwa kama ni ngumu sana kwa upande wa Simba kuweza kufikiria au kuweza kujua jinsi gani ya kuweza kufika pale ambako wanataka au kuweza kufuzu katika hatua ya robo finali. Sasa zimebaki game 4 mpaka sasa hivi, lakini pia bado haijulikani inakuwaje au shida ni nini katika klabu ya Simba. Kama tunavyojua kwa mara ya mwisho kabisa ambako walicheza Simba dhidi ya Atletico di Luanda ambako waliweza pia kupoteza, iliyofanya mashabiki kumshambulia kocha, lakini pia na baadhi ya wachezaji kwenye makosa. By the way, ukija kuangalia video za nyuma hapa YouTube nimeweza kuziweka. Sasa imekuwaje sasa hadi Simba Sport Club wamewacha madomo wazi na kusababisha mashabiki kuweza comment ambazo zinaumiza sana. Ukienda kuzipitia kwenye page ya Simba pale Instagram, kwa kweli ni vitu ambavyo kama mashabiki wameonekana kukata tamaa. Sasa kuna nini ambacho kinaendelea katika klabu ya Simba, huku inavyojulikana tu kwamba kabla ya game haijachezwa kulikuwa na vikao baina ya wanachama dhidi ya wenyekiti wa bodi, ambako kama inavyojulikana ilionekana kuna sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea katika klabu ya Simba. Ni kwamba kuna vikao ambavyo havijatamatika kabisa na kuweza kupata solution. Manake lengo la kikao lilikuwa ni kuweza kupata solution ambazo walikuwa wanazihitaji, kwamba kuna issue gani au kuna nini ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi Simba inaweza kupoteza mapambano ambayo ni muhimu sana kwa upande wake, yenye advantage na ambayo yalikuwa na uhakika kuweza kuchukua point. Sasa tuachane na hivyo vitu, nimeweza kuongea pia na wadau, wachambuzi mbalimbali ambao maybe watuambie kuna shida gani katika klabu ya Simba. Maybe watu wameacha njia panda sana, huku ukija kuangalia kwenye upande mwingine watu wengi wanamlalamikia kocha, lakini pia baadhi wanasema kwamba kocha hana shida. Maybe shida ipo kwa wachezaji, wanaonekana hawatimizi yale majukumu ambayo yanastahili kuweza kufanya vizuri. Sasa lakini pia wengine wanadai kwamba migongano ni mingi sana. Sasa tunaomba tumsikilize Zingo Sport alafu tuweze kurudi alafu tujue inakuwaje. Unachokisemea ni kama unahitaji kuelewa nini ambacho kilitokea kwenye ile meeting ya Simba, lakini mwenyekiti alimaliza ule mkutano bila hata maazimio ya wanachama kufahamu kipi sasa kinaenda kufanywa marekebisho. Lakini baada ya majadiliano ambayo hayakuwa na ukomo wala suruhu, lakini aliamua kusitisha ule mkutano. Lakini anyway, tuachane na hilo, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo pengine viliwanyima alama kwenye michezo yote miwili Simba Sports ni namna ambavyo wana convert zile nafasi wanazotengeneza, lakini ile central progression ambayo wao mara nyingi ndo huwa wanaitumia, hakuna combination play wakati wanafika kwenye final third, kwa maana ya wachezaji wote wakifika eneo la mwisho kila mmoja ni kama anataka kulazimisha kufanya jambo au kufanya maamuzi ambayo bado hayaipi au hayaina impact kwa matokeo chanya. Kwa hiyo inawafanya sasa Simba kukosa ile nafasi ya kuscore. Tazama namna ambavyo hata Morris Abraham second half alivyoingia, kasi speed ilikuwa inawanyima pia uhuru au ilikuwa inaleta shinikizo kwa opponent, kwa maana Stade Malien, lakini hakuna zile clear chance kwa sababu ile combination play eneo la katikati inakosekana. Ile fluidity haipo, kwa maana ya kutengeneza space kwenye half ya mpinzani. Kila mmoja anaingia kati kuweza kuleta shinikizo. Kwa hiyo nilichokiona, I think ubora wa Simba ni kwenye central progression, kwa maana ya speed na namna ambavyo wana ile skills ya kupenya au kupenetrate eneo la mwisho, lakini bado hakuna ufanisi kwenye eneo hilo. Nafikiri ni mwalimu anapaswa kuona ni namna gani anaweza kufanyia analysis kile ambacho kimetokea, either
kubadilisha mfumo. Unaona, first half walianza na viungo wawili ambao hawana ile DNA ya kukaba, kwa maana Neo Maema pamoja na Jean Chazawa, ambao wote wawili wanapenda zaidi kushambulia. Kwa hiyo wakati ambao turn over ya Stade Malien, hakuna mchezaji wote ambaye anaenda kukava yale magepo ambayo yanatokea, na Stade Malien walikuwa ni wabora zaidi kwenye kupeleka mipira ya haraka kwenye magepo ambayo Simba wanayaacha. Kwa ni eneo ambalo Simba wanakuwa ni wadhaifu kwenye kukabiliana na mipira ambayo wanatumia opponent kwenye nafasi ambazo zimeachwa wazi. Tazama nafasi ya Mligo kwenye left half, sehemu ambayo wanaacha gepu, Nangu wanasogea kwenda kukabiliana na hiyo mipira, wakati ambao mpira mirefu inapigwa na Stade Malien, eneo la backline ya Simba linakuwa liko open zaidi. Kwa hiyo ni maeneo mawili ambayo mnyama anatakiwa kuyafanyia marekebisho. Kwenye offensive, namna ambavyo wanatengeneza zile nafasi, wanafika lakini hakuna clear chance ambayo inatengenezwa. Lakini kwenye rest defense bado pia kunakuwa na madhaifu, kwa sababu hawafiki kwa wakati kuja kukabiliana na mipira ile ya turnover ambayo Stade Malien wanaicheza. Usahau kudondosha komenti zako, alafu pia nenda pale YouTube ndani subscribe ili uweze kupata zile update zote ambazo zinakuwa zikija kila siku. Lakini pia naomba udondoshe comment yako kuhusiana na hiki ambacho umekiona kwa upande wa Simba. Je, Simba wataweza kuokoa jahazi au inakuwaje? Maana zimebaki mechi 4 ambazo ni muhimu sana kwa upande wa Simba, ambako wakijitahidi maybe wanaweza kupindua meza. Sasa inakuwaje? Je, mashabiki wanaweza kukata tamaa moja kwa moja au bado Simba kunayo hiyo nafasi ya kuweza kufuzu katika na kwenda kuelekea katika ile robo final? Sasa kumbuka tu ni Mponela update, nami ni Solidido. Bye bye.